waendelee kuwa watulivu. Kilio chao nimeshakisikia. Nikaongea muda huo na huyo nani tangu mwandishi wa Baraka. Akaniahidi kwamba wanakuja watu. Wakaja hawa mheshimiwa huyo alikuwa na diwani. Wakaja kuwaeleza kama nilivyowaeleza. Matokeo yake hawakusikiliza serikali hawa. Ilipofika saa 8 kama walivyokuwa wameahidi wananchi, wamemwahidi mwenyekiti, wamefunga barabara. Hiyo kwangu si sawa. Maana kwamba wameikataa serikali ya lakini sisi kama jeshi la polisi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tulikuja hapa baada ya kuwa mmefunga ile barabara, tukaambia kweli barabara hatua hii na hii na hii na hii zinaenda kuchukuliwa. Tulikubali ama mkubali? Tulikubali. Barabara ikafunguliwa. Tukasema TANROADS wanaenda kufanyaje? Kutengeneza mahali hapa kadri inavyopaswa. Sasa sisi tukafikiri kwamba amani inaendelea kuwepo, kumbe nyie nyuma hamkubaliana na sisi. Huyu mheshimiwa mwenyekiti amelikumbuka, akaenda moja kwa moja kwa mheshimiwa DC kukumbusha na kuweka msisitizo kwamba hili lilipangwa kufanyika, tunaomba lifanyike. Sasa huyu mheshimiwa DC akawasiliana na watu wa TANROADS kwamba watakuja, wataweka hayo matuta, na hatua nimeambiwa kwamba hatua fulani zimeanza kufanyika, ukusanyaji wa material umeanza kufanyika, lakini sasa sisi tunajikusanya kuanza kuzuia barabara. Leo wawekaji wanakuja jioni kutoka Mkuranga. Sawa mheshimiwa, tumekubali kuvumilia mpaka hiyo mambo ya kufunga tena barabara. Kwanza ni majina ya hao, nitapata majina haya. Hawa wote lazima kwamba haiwezekani kuvunjisha amani kwa ajili yenu nini. Haiwezekani kwamba serikali imeshahidi wanataka maji upate maji leo. Upate maji leo. Hamna, imeshasema. Sasa tuweke nani hapa? Wawekaji wa matuta wako Dar es Salaam. Siweki matuta mimi wala ukipita hakuna mwekaji. Mimi pala hakuna mwekaji wala mimi sisi kama. Anaweka watu ni TANROADS, tumeshawaambia. Nimeongea na mhandisi wa mkoa. Mhandisi wa mkoa anamtoa Ruziga anakuja. Yuko Mkuranga anakuja na watu wake. Na kuomba hapa watawekwa matuta, na sio hapa tu, na Roja pia wanataka matuta, na sio Roja tu, mpaka msikitini kule Kibiti wataka matuta. Kwa hiyo tulieni. Ndio jamani, wageni hao waende na sema Unajua, unapodai haki ya kuweka matuta, sawa, usisababishe haki ya mtu mwingine kupotea. Haki ya watumiaji wa barabara inaendelea kuwa pale pale, na wewe unaendelea kudai haki yako kwa utaratibu unaotakiwa. Umeelewa? Sasa mnapojichukulia sheria mikononi, mkawaruka hawa viongozi wenu wema mliowachagua, mkamruka diwani, haya mkamruka na mheshimiwa DC, mnamaanisha nini sasa? Kuvunjifu amani. Sisi tunakuwa hatuwaelewi, na sisi kama jeshi la polisi tafsiri yetu inatupeleka kwamba nyie nataka kufanya vitendo kama vile vya Dar es Salaam. Sasa sisi hatuwezi kukubali. Mheshimiwa DC, nikuhakikishie, sisi kama jeshi la polisi hatuwezi kukubali kuleta uchafu wa namna hii kwenye eneo letu hili la Pagae na wilaya ya Kibiti kwa ujumla. Huku ni mahali pa amani. Sasa kwa nini mnataka kupoteza amani? Wachache tu wanaanza kuwashawishi wengine mpoteze amani. Maanake ni nini sasa? Mnataka kujichafulia sifa ya eneo lenu. Sifa ya eneo hili
ya Kibiti yote kuanzia Mkuranga, Kibiti, Rufiji, Mafia na kote na maeneo yaliyotuzunguka ni amani tele. Ndio maana kipindi kile watu wanafanya vurugu kule Dar es Salaam huku walikimbilia huku ili kutafuta sehemu yenye amani. Sasa leo tunaanza kuwafukuza wale ambao wanaona huku kwetu tuna amani, tunaanza kuwatangazia kwamba Kibiti hakuna amani. Mna wazee, wasikilizeni, msiende peke yenu, kenda peke yenu mtapotea. Na sisi jeshi la polisi hatuwezi kukubali haya mambo, vitendo vya namna hivi kaendelea. Ni marufuku kuweka magogo kwenye barabara, kuzuia magari mengine yasitembee, kuleta fujo ya aina yoyote. Ukifanya hivyo vitendo, sisi hatutakuwa na urafiki na nyie. Tunawapenda sana, ndio maana hambugudhiwi na mtu yeyote. Labda wale wahalifu tu wa udokozi, wa kuiba nazi ya mtu nini na nini, lakini matatizo mengi yote ambayo yalikuwa yanatuleta kwenye shida kubwa yameisha. Sasa ninataka kuyaanzisha. Sasa mtakapoyaanzisha, kubali kutupokea sisi. Umenielewa? Mtakapoyaanzisha, kubali kutupokea sisi kwa hali yoyote tutakayokuja nayo. Kwa hiyo ni wasihi pasiwepo hata mmoja atakayeanzisha mambo haya ya kiuni. Thank you for watching Media Forum. Don't forget to subscribe, like, comment and share for more updates.